Huyu yupo anaitwa Edward Wilson. Anasema ufafanuzi wa kanuni za maadili na majukumu ya tume. Kifungu cha 162 kifungu cha pili kidogo cha sheria ya taifa ya uchaguzi sura ya 343 kama ilivyofanywa marekebisho mwaka 2024 kinasema: The commission, the government and the political parties shall, before the general election, prepare a signed either to the electoral code of conduct. Ni kweli kuwa neno shall lina maana ya amri au wajibu wa lazima, lakini tafsiri ya shall haipaswi kuleta madhara kwa haki ya msingi ya kushiriki uchaguzi. Pili, haki ya kushiriki uchaguzi ni ya kikatiba. Kifungu cha 21 kifungu kidogo cha katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 1977 kinatoa haki ya kushiriki katika shughuli za uongozi na uchaguzi. Kila raia wa Tanzania anayo haki ya kushiriki katika shughuli za utawala wa nchi, ama moja kwa moja au kwa kupitia wawakilishi waliochaguliwa kwa njia ya haki kwa mujibu wa sheria. Haki hii ni ya msingi, haiwezi kuondolewa kwa kutosaini kanuni za maadili ambazo ni kanuni shirikishi na si sharti la kikatiba la kugombea au kushiriki uchaguzi. Namba 3, kanuni za maadili sio sharti la ushiriki kwa mujibu wa sheria ya uchaguzi. Sheria ya taifa ya uchaguzi pamoja na sheria ya vyama vya siasa haijataja kuwa saini ya kanuni za maadili ndiyo msingi wa kushiriki uchaguzi. Hakuna kifungu chochote kinachosema kuwa chama kisipo saini hakiwezi kuwasilisha wagombea au kushiriki uchaguzi. Ikiwa tume imeweka adhabu ya kutokushiriki uchaguzi kwenye kanuni za maadili, basi hiyo ni adhabu batili kwa sababu inakiuka haki ya kikatiba na ni ulazimishaji nje ya mipaka ya sheria mama. Namba 4, tafsiri pande mbili ya waiver of right. Kauli ya waiver of right inapaswa kuelekezwa katika haki ambayo ni ya hiari na si haki ya kikatiba au kisheria ya msingi. Kutosaini kanuni za maadili si kuacha haki ya kushiriki uchaguzi, bali ni kutojiunga katika mkataba wa maadili kati ya vyama na tume. Tume ya Taifa ya Uchaguzi haina mamlaka ya kuzuia chama kushiriki uchaguzi kwa sababu hiyo, kwani uhuru wa kushiriki uchaguzi ni swala la sheria na katiba, si hiari ya tume. Namba 5, kanuni haziwezi kupinga katiba. Kwa mujibu wa kifungu cha 64 kifungu kidogo cha 5 cha katiba, katiba hii ndiyo sheria ya juu kabisa katika Jamhuri ya Muungano na sheria nyingine yoyote inayopingana nayo haina nguvu. Hivyo, hata kama kanuni za maadili zimetungwa, haziwezi kumnyima raia au chama haki ya kikatiba ya kushiriki uchaguzi. Mahakama Kuu inaweza kutamka kuwa adhabu hiyo ni batili kwa kuwa inapingana na katiba. Namba 6, anasema tume inawajibika kuhakikisha ushirikishwaji na sio kukomoa. Tume ya uchaguzi inapaswa kutenda haki, kuwazi, usawa na kuzingatia misingi ya demokrasia. Ikiwa chama kikusaini kwa sababu za msingi kama kutopewa muda wa kutosha, kutokubaliana na vipengele fulani vya maadili, hiyo haipaswi kuwa sababu ya kuwaingua. Kwa hiyo, maoni ya wakili Jonathan Mndeme, ingawa yana mantiki katika tafsiri ya waiver of right, hayahusiani moja kwa moja na haki ya msingi ya kushiriki uchaguzi. Haki hiyo haiwezi kuondolewa kwa msingi wa kutokuwepo saini ya maadili. Haki ya uchaguzi ni ya kikatiba, si ya hiari wala masharti ya kikanuni. Mahakama Kuu inayo mamlaka ya kutamka kuwa tume haina uwezo wa kuzuia chama kushiriki uchaguzi kwa kutosaini kanuni za maadili. Haya ni maoni ya Bwana Edward Wilson ambayo ameachapisha katika ukurasa huu wa Boniface Mwabukusi, lakini Richard Mbwambo anasema absolute 100%. Na hili ni uthibitisho kuwa kwa wanaosema na kuamini kuwa Chadema kutosaini kanuni za maadili wamejiondoa kwenye uchaguzi, si ni wale wenye vikubwa visivyo na akili ambavyo matokeo yake ni mzigo kwa viwiliwili. Emmanuel Kidenya anasema Wanyakyusa mkishaingilia jambo huwa najua tu hakuna ubabaishaji. Genesis huu ndo ukubwa wa Chadema, inajadiliwa na kada zote kuanzia walevi mpaka mawakili wasomi. Asanteni kwa shule za kisheria mnazotupa bure. Mungu awabariki mawakili wote mnaotetea haki na usawa. It's you Augustine anasema kweli nimeamini hakuna Moisa mshamba. Babu Makundi, Chadema ndiyo kila kitu kwenye maisha. Mtazamaji, nimecheka kidogo kwa sababu na mimi pia ni kama ninaguswa kwa namna moja ama nyingine katika mambo haya ambayo wanaandika wasomaji wa ukurasa huu wa Boniface Mwabukusi.
kwamba kuna Mwaisa ambaye ni mshamba. Chadema ndio kila kitu kwenye maisha ya kila siku linajadiliwa kwa kiwango cha juu zaidi.